Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma amesema kuwa uwanja wa mpira wa miguu wa Arusha utakapokamilika utakuwa na uwezo wa kudumu kwa miaka 130 huku ukiwa unafanyiwa marekebisho kila baada ya miaka 10. Mheshimiwa Mwinjuma amesema hayo wakati wa ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo ulipotembelea mradi wa uwanja huo kwa ajili ya kujionea maendeleo yake. Mheshimiwa Mwinjuma ameongeza kuwa mradi huo umefikia 33% na utakuwa na uwezo wa kuchukua watu 32 utakapokamilika ifikapo June 2026. Hii ni News Update Media. Uwanja huu kama ambavyo nimeshasema utakuwa unaweza kuchukua watu 32, uwanja wa kisasa kabisa, pengine kuliko uwanja wowote kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Na utakapokamilika June 2026, uwanja huu utakuwa na muda wake wa kuishi miaka 130, lakini kutakuwa na marekebisho ya kila baada ya miaka 10, lakini kitu kimoja ambavyo labda vitakuwa na lifespan fupi tutahakikisha vinafanywa marekebisho kwa kadri ambavyo mkandarasi ameelekeza wakati wa kukabidhi uwanja. Ni kama ile ya Benjamin Mkapa ambapo ulikamilika 2007 na viti vyake vilitakiwa lifespan yake ishie 2014, vikae kwa miaka 7, lakini sasa hivi ndo tunavibadilisha. Kwa hivyo nafikiri tuko makini kuhakikisha hilo halitatokea na uwanja huu. Tufanye marekebisho na ukarabati wa mara kwa mara kama ambavyo itakuwa imeelekezwa, ili kuhakikisha ya kwamba hatupati gharama kubwa za kufanya ukarabati wa pamoja baada ya vitu vingi kuharibika kwa wakati mmoja. Uwanja huu kwa sasa hivi ujenzi wake umefikia 33%. Kwa hiyo kamati ya Bunge ambayo ina jukumu la kutusimamia imekuja na yenyewe kujionea, wasiishie kwenye makaratasi, na wao pia wameridhika na hatua zilizofikiwa kwenye utekelezaji wa mradi huu. Tumewapitisha kwenye uwanja wakajionea, lakini tumekaa na tukafanya presentation ya nini ambacho kutafsiri kile ambacho wamekiona wakati wanatembelea wa mradi wa ujenzi. Kwenye mradi huu tuwapongeze nyote kama wizara, kama timu, pamoja na makandarasi na wote ambao wanahusika. Kama ambavyo wametangulia kusema wenzangu, kusema kweli mradi unavutia sana, unafurahisha. Na hii Mheshimiwa Wabunge ni kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kutoa fedha. Naamini bila rais kutoa fedha, hata kama mkandarasi angekuwa mzuri namna gani, asingeweza kufanya kazi. Kwa hiyo tunamshukuru na tunampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri kubwa ambayo anaifanya kwenye nchi yetu, hususan katika eneo hili la habari, utamaduni na michezo, na zaidi katika ujenzi wa viwanja vya michezo. Tunampongeza sana. Lakini tunawapongeza wakandarasi. Tunawapongeza kwa sababu mara nyingine tumeona hata mtu amelipwa lakini bado anadaiwa kazi. Tutafurahi sana kama tukiona bado ujenzi unaenda na spidi ile ile mpaka mradi utakapokamilika. Nimezungumzia pongeza Mheshimiwa Rais juu ya cash flow, lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, lazima tuangalie na hasa kupitia mshauri mwelekezi tuliompa kazi, viwango vya mradi ujenzi lazima uzingatie viwango vinavyokubalika kimataifa. Thamani ya fedha yetu tunayowekeza hapa tunatamani kuiona. Tutumie fursa hii pia kukupongezeni nyie kama wizara, lakini kupongeza ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kuwa ule mgogoro uliokuwa unaendelea kuhusiana na eneo hili, tumepewa taarifa kwamba huo mgogoro umefika mwisho na eneo lote sasa mmepatiwa. Kwa kazi ni kwenu kama wizara kuona mnapangilia matumizi sahihi ya eneo hilo kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu. Wakati tunakuja mara ya mwisho tulikuta malalamiko mengi ya vibarua, lakini leo hali imekuwa tofauti. Nadhani kipindi kile kazi ilikuwa hazijaanza. Sasa kazi zimeanza, wamepewa kazi, na wenyewe hata muda wa kuzungumza na wageni tena hawana, wako bize katika utekelezaji wa kazi. Na hili tunalishukuru sana kwamba yale ambayo tulielekeza wakati tumepita hapa mara ya kwanza mmeyafanyia kazi, yametekelezwa. Changamoto hiyo imeondoka, haipo tena. Shauku yetu sisi kama wawakilishi wa wananchi, tunatamani kuona usalama wa watumishi, usalama wa wafanyakazi
usalama wa vibarua kwenye eneo la kazi unazingatiwa. Tunatamani kuona usalama, mavazi ya kujikinga, mavazi ya kiusalama yanakuwepo ya kutosha. Sio wakati wa kutembelewa, wakati wote wa utekelezaji wa mradi. Hii inatutengenezea utu kama Watanzania, lakini inaleta sifa nzuri kwa nchi yetu, hasa katika miradi mikubwa kama hii ambayo inafuatiliwa kimataifa. Kwa ni washukuru sana, lakini niwatakie kila laheri. Sisi tunajua 31% ni asilimia ndogo sana katika ujenzi. Kazi bado iliyobaki ndio kazi kubwa. Tunachelea kumaliza maneno hapa kusema kwamba mradi huu 100% utakwenda vizuri, kwa sababu bado tupo kwenye hatua za mwanzo. Lakini tunachokiomba zaidi kwenu ni spidi ambayo tumeiona hapa ya utekelezaji iendelee, ili tuweze kuona mradi huu umetekelezwa na umekamilika kwa wakati na tija ambayo imekusudiwa imeweza kupatikana.